kwa chama chetu hakijawaacha nyuma wanawake, na wakatungiwa sheria kabisa kwa mapato ya ndani ya halmashauri angalau 10% iende kwa makundi maalum, kwa maana 442, 4% kwa vijana, 4% kwa kina mama na 2% kwa walemavu. Sasa leo tulipokuwa tunazungumza habari ya UWT, nimewahimiza kwamba pamoja na mambo mengine, lakini uchumi kwao kiwe kipaumbele kwa miaka ya sasa. Mheshimiwa Rais anataka kuona sayansi ya uchumi ikizungumzwa katika nchi. Kwa hiyo nimewahimiza kwamba sasa kuna wachukue hatua za makusudi ili kusudi waunde vikundi viweze kukopesheka na halmashauri. Watumie mwanya huu, watumie fursa hii ambayo imeletwa kwa mujibu wa sheria ili kusudi sasa wawe na sifa ya kukopesheka halmashauri kama makundi mengine yanavyofanya. Hicho ndio ulikuwa ujumbe wangu kwa siku ya leo, kwa sababu nimepewa nafasi ya kuwa mgeni rasmi kwenye baraza lao la UWT. Jina naitwa Irina Mgonja, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wilaya ya Kibaha mjini. Siku ya leo tuna baraza letu la kikanuni ambalo limefanyika hapa katika ofisi za CCM wilaya. Tumekutana na wajumbe, lakini kuna ujumbe mzito ambao tumeweza kuongea katika baraza letu. Cha kwanza tumemshukuru Mungu kwa ajili ya kutupigania kutuvusha kutoka 25 kuja 26. Lakini pia tumemshukuru Mungu kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, jinsi ambavyo ameweza kumtetea na mama jasiri jemedari wetu ambavyo ameweza kuilinda amani ya nchi yetu. Na tumemshukuru Mungu pia kwa ajili ya kumpa uvumilivu na hekima na busara, hatimaye akawavusha Watanzania katika kipindi hiki ambacho tulichokuwa nacho. Tumemshangilia sana Mheshimiwa Rais wetu, lakini pia tumepongeza Mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo la Kibaha mjini Sylvester Francis Koka, jinsi ambavyo amekuwa bega kwa bega na jumuiya ya wanawake wa Kibaha mjini. Pia tumeshukuru madiwani wetu wa kata 14 pamoja na madiwani wetu viti maalum, jinsi ambavyo wako pamoja kwa ajili ya kujenga manispaa ya Kibaha. Pia tumempongeza Mheshimiwa mstahiki meya kwa jinsi ambavyo Mungu ameweza kumtetea na kumpa hiyo nafasi ya meya wa manispaa ya Kibaha mjini. Pia tumempongeza kwa kukubali wito wa kuja kuwa mgeni rasmi katika baraza letu, na tumepongeza pia mwenyekiti wetu wa wilaya, na tumepongeza mkuu wetu wa wilaya Nixon, na tumempongeza mkurugenzi Rogers. Lakini ujumbe muhimu ambao tumeutoa kwa wanawake ni kwamba kipindi hiki ni kipindi cha kazi, ni kipindi cha kushikamana, ni kipindi cha kuingia site, kuanzia kwenye ubalozi katika mashina, na kuonyesha ya kwamba wanawake wa Chama cha Mapinduzi manispaa ya Kibaha mjini tuko imara na tutaendelea kuingiza wanachama kwa wingi, kwa sababu chama chetu kinakubalika ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Chama chetu ni kinapendwa, na tumewaambia ya kwamba waondoe hofu zile ambazo za vitisho, wakatae wale watu ambao wanaleta mambo ya kutugawa. Tuendelee kupiga kazi kama jinsi ambavyo kanuni zetu zinatuelekeza, na pia tumesisitiza kuwa na siasa na uchumi. Tushuke kule kwenye matawi, tuwapelekee mpango kazi wa kufanya kazi ili waweze kujiingizia kipato. Na bahati nzuri sisi UWT Kibaha mjini tumeshaonyesha mfano wa kuwa na siasa na uchumi. Tayari wakina mama zaidi ya 500 wameshapata mafunzo hapa. Sasa hao ndio tunawafanya waende kuwa walimu huko kwenye matawi, wawafundishe na wakina mama, ili tuweze kuwa na wakina mama wengi ambao wanaona kitu ambacho ni tofauti na kukusanyika tu. Ni siku ya baraza la UWT wilaya ya Kibaha mjini. Mimi ni mjumbe wa kamati ya UWT wilaya mjini, kamati ya utekelezaji. Naitwa Mwalimu Dina Kanza. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza maneno mazuri ambayo meya wetu Dr. Mawazo Nikasi ameyazungumza. Siasa na uchumi. Siasa na uchumi kwa sababu gani? Sisi tutakwenda kule kwenye kata, kwenye matawi kuzungumza na kina mama. Tunayo mikopo kutoka kwa mama yetu Mama Samia ambayo ameileta kwenye manispaa yetu ya Kibaha mjini. Kwa hiyo kina mama wote tukawahamasishe waje wakope, waje wafanye biashara mbalimbali kwa ajili ya kuboresha mitaji yao. Kwa hiyo tunakushukuru sana Meya Dr. Nikasi kwa kuhamasisha hili, na sisi kwa kuwa umetutuma tutakwenda kuwaona kina mama wale ambao wako sehemu mbalimbali, vijiji mbalimbali, ili tuweze kwenda kuzungumza nao na kuangalia miradi yao
ni uwezo gani wanaweza kukopa, ni kiasi gani, na kurejesha kwa wakati ili wengine nao waweze kukopa. Ni hayo tu ambayo tutaenda kuyafanyia kazi. Kwa majina naitwa Maria Protas Msimbe, ni mjumbe wa baraza la UWT wilaya ya Kibaha mjini. Kipekee tumefurahi kikao chetu cha leo kuweza kuwa na mstahiki meya Dr. Nikas pamoja na yote aliyoongea leo, lakini la muhimu ni kwamba tuende tukawatafute wanawake ndani ya manispaa hii waweze kujikwamua kiuchumi. Tunajua kwamba ipo zile 4% za mikopo ambayo manispaa yetu inatoa, hivyo twende kuunda vikundi vya kutosha kuweza kutoa mikopo kwa kina mama waweze kujikwamua kiuchumi, kwa sababu tunajua tusifanye tu siasa, lakini tufanye siasa na uchumi.